بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, ndugu zangu watazamaji, tupo katika kipindi chetu cha makala maalum, na leo tunataka kuangalia huququ almuslimin ala ba'dihim, haki za waislamu wenyewe kwa wenyewe. Yani huyu ni muislamu na huyu ni muislamu. Madha yaqulu alislam fi dhalika? Unajua kuna vitu ambavyo hatuviangalii sana katika jamii zetu, lakini tukiviangalia vitu hivi tunaishi kwa amani na kwa upendo mkubwa sana. Kuna baadhi ya watu wanaweza kukaa wakasema, bana, ukiwa rafiki yako kama ni muislamu bwana, shida tu mbea, si fitina na nini, bora mimi nitafute mtu yote tu, mimi ni rafiki yangu. Lakini hii yote ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo Kiislamu ni haki kufanyiana kama waislamu, lakini tumeviacha. Sasa siku ya leo tutaiangazia hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imetaja mambo 6 ambayo ni haki kwa Muislamu hiyo Muislamu mwenzake. Hadithi hii imepokewa na sahabiyun jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu, na akaipokea huyu Imamu Muslim katika kitabu chake, ameandika kwenye kitabu chake ambacho ni Sahihi Muslim. Hadithi hii inasema, haqqul muslimi ala almuslimi 6, haki ya Muislamu au haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni mambo 6. Na kuna baadhi au kuna riwaya nyingine imesema haqqul muslimi ala almuslimi 5, imetaja mambo 5. Lakini kwa riwaya hii Imam Muslim imetaja mambo 6, haqqul muslimi ala almuslimi 6. Qila Rasulullah wa ma hunna, akaulizwa Mtume wa Allah, ni yapi hayo mambo 6 au ni zipi hizo haki 6? Haki 6 hizo ambazo Muislamu atakiwa afanye kwa Muislamu mwenzake ni zipi? Mtume salama akaanza kuzitaja, akasema, idha laqitahu fasallimu alayhi. Jambo la kwanza kabisa, unapokutana Muislamu mwenzako msalimie. Jambo la kwanza kabisa. Jambo la pili, wa idha da'aka faajibuhu, anapokuita muitikie, yani anapokualika mkubalie. La tatu, wa idha stansahaka fansah lah, anapokutaka wewe nasaha kwamba bwana, mimi naomba uninasihi, ama anapotaka ushauri basi mpe ushauri. Wa idha atasa fahamidallah, akipiga chafya ama akenda chafya, akifanya fahamidallah fashammithu, akifanya hivyo alafu akimshukuru Allah akisema alhamdulillah, basi wewe muombe dua. Wa idha maridha fa'udhu, anapoumwa nenda kamtazame, kamwangalie. Wa idha mata fattabi'uhu, na anapokufa basi nenda kamzike, fuata jeneza lake. Hadithi mpokea na Imam Muslim. Sasa ndugu zangu, kuna baadhi ya watu wakikoseshwa haki nyingine wanalalamika sana kuliko wakikoseshwa haki kama hizi ambazo ni haki kubwa atakiwa tufanyiane Waislamu, kwa sababu hizo zinazojenga mambo mengine. Unaposema bwana, ndugu yangu mimi hakunisaidia ila kula asubuhi, ndio alalamika kabisa. Lakini hulalamiki kwamba yule bwana mimi simsalimii au hanisalimii. Balamika hukupewa pesa ya ada, lakini mtu alipokuwa anaumwa pia hukuangalia kwenda yani hukuchunga jambo la kwenda kumtazama kama yeye ni mgonjwa. Nataka tuguse haki moja baada nyingine kuona namna gani ambapo Uislamu umeangalia mambo kwa ndani zaidi kwa maslaha yake mapana. Jambo la kwanza Mtume alilotuambia, idha laqitahu fasallimu alayhi, ukikutana naye msalimie.
fa inna salama tahiyatul muslimin, salamu ndio maamkuzi ya Waislamu. Muislamu na Muislamu mwenzake ni kuambiana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ukuweza kufanya hivyo, basi angalau uishie kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullah. Kama pia hapo hukufika, basi ishie assalamu alaikum. Tena itamkwe vizuri kwa sababu hii ni ibada. Tumeambiwa kwamba tusalimiane na hii ndio salamu ya Kiislamu. Kwa hiyo ukikutana mwenzako mpe salamu hii ili upate zile thawabu. Lakini salamu alaykum. Salamu alaykum. Sasa salamu alaykum unakusudia nini? Assalamu alaykum au vipi? Hii salamu alaykum hii kwa kweli haijakaa vizuri. Na mwingine kwenye kuitikia naye hasemi wa alaykumus salam. Anasema tu salama salam. Vipi bwana Sheikh, kwema? Natakiwa naye ujibu wa alaykumus salam. Sio salama salama au salam salam. Hii ni ibada, natakiwa tujifunze namna ya kuitikia salamu hii. Na salamu hii ndugu zangu katika imani, kuianza salamu hii ni sunna inda liqa. Mnapokutana, ala man arafta wa man lam ta'rif, msalimie yoyote yule unakutana naye, unamjua na usiyemjua. Mwingine mpaka jione ishi naye mtaa mmoja au nimesoma naye ndio anaanza kumsalimia, lakini katika Uislamu si hivyo. Iwe umesoma naye, hukosoma naye, mtaa mmoja, mji mmoja, wewe msalimie tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unapomsalimia hivyo unapata thawabu nyingi, kwa sababu ukisema assalamu alaykum una thawabu 10 kwa mujibu wa hadithi. Assalamu alaykum wa rahmatullah una thawabu 20 kwa sababu umeongeza wa rahmatullah. Alafu unaposema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu una thawabu 30 kwa sababu umesema vipengele vitatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kila kimoja kina thawabu 10. Na mara nyingi hizi salamu sisi tumezifanya tofauti, yani tunazichukulia kwamba yani mdogo ndo siku zote yasalimie. Yani tumeleta katika mila zetu. Maana yake katika mila zetu mfano za Watanzania, yani ili ujue kwamba huyu ni mkubwa, subiri kwenye sehemu mbili. Atakayemsalimia mwenzake mbele ni nani? Mwingine ataanza shikamoo, mwingine shiko, ili mdade kwamba kila mmoja ana staili yake ya kusalimia. Kwa hiyo yule aliyesalimia ndio mdogo. Sasa hii imechukuliwa kwamba katika Uislamu pia wewe mdogo lazima umsalimie mkubwa. Hapo yani kwa namna hiyo, kama ni hivyo tu pekee, na kwa kidogo na problem. Na unapotaka kumjua mkubwa katika mila zetu za Uswahilini humu, na mfano kama Tanzania, ni kwenye kula. Mtu anapotaka kula sasa, kwenye kuosha ule mkono anayepewa mwanzo kuosha ndio mkubwa. Yule wa mwisho yule ujue ndio mdogo. Yani kuna kuwa na vitu ambavyo sisi tunaviingiza pia katika, lakini katika sheria ya Kiislamu yatakiwa mkubwa amsalimie mdogo, mdogo amsalimie mkubwa. Anayetembea kwenye kipando ambaye uko juu amsalimie alekaa pia amsalimie ambaye anatembea. Hizi nidhamu zimewekwa ili kusipatikane sababu kwamba hakumsalimia, mbona wewe hukumsalimia. Mfano, inapokuwa kwamba mdogo amsalimie mkubwa, alafu tunasema mkubwa pia amsalimie mdogo, alafu wewe unapita sema mtoto ule hana adabu sana, hakumsalimia, mmepita pale pale. Napita na baskeli pale ananitazama tu, hakumsalimia. Sasa mtu anasema liusallim almaru ala alqa'idi, anayepita kwa kutembea amsalimie ambaye amekaa, au arrakib ala almashi, ambaye amepanda amsalimie anatembea kwa miguu. Sasa wewe una sehemu yako pale, kwa maana wewe kwa sababu uko juu ya kipando, mwenzako anatembea kwa mguu, ama unatembea mwenzako amekaa, wewe pia una wajibu kwamba umsalimie yule ambaye amekaa pale. Na yeye naye kwa sababu naye ni mdogo pia unakuta ana wajibu naye vile vile kumsalimia yule anayepita pale, kwa sababu yeye ameingia kwenye kipengele cha kwamba yeye ni mdogo. Sasa unakuta kila mmoja ana sehemu yake, kwa maana akitekeleza hiyo hakuna ugomvi. Mambo kwamba hakunisalimia ili itakuwa imekwisha, kwa sababu kila mmoja anapupia, yani anaharakisha kwamba apate thawabu mwanzo, amsalimie mwenzake ili pia mambo mengine yaweze kuondoka. Ndugu zangu, Mtume anatuambia la tadkhulul jannata hatta tu'minu, nyinyi hamwezi kuingia peponi mpaka muwe na imani za kweli.
wala tu'minu hatta tahabbu, wala hamtokuwa na imani za kweli mpaka mpendane. Yani mkiona Waislamu hampendani wenyewe kwa wenyewe, ujue imani za kweli hapo zinakuwa ni shida. Au ule mtu iwe kwamba ametoka katika Uislamu, ni mtu ambaye mnamtenga katika namna ambayo sheria inakubali, ili mnamfunza au mnampa kama onyo arudi katika mstari. Hilo ni jambo jingine. Lakini mmekana mashonde ambayo hajulikani mwanzo wala mwisho, pengine mengine kwa sababu mapenzi tu, huyu kamchukulia huyu, kamchukulia huyu, hamwezi kuwa na imani za kweli mpaka wewe mnapendana. Alafu Mtume akasema, awala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum, niwajulishe kitu ambacho mkikifanya mtapendana. Na bila shaka wewe Muislamu hapo unanisikiliza na mwingine uko tayari kusikiliza kwamba kipi ambacho kifanya kitakuwa mnapendana. Mtume akasema, afshu salama bainakum, peaneni salamu kati yenu. Kwa hiyo huyu mpe salamu huyu, mpe salamu huyu. Kufanya hivyo itakuwa mtapendana, na mkipendana itakuwa waumini wa kweli. Waumini wa kweli itakuwa mnaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, unaposalimiwa kwa neno assalamu alaikum, rudisha bora zaidi. Wewe sema wa alaikumusalamu wa rahmatullahi, ongeza yani, au alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaposalimiwa kwa kuongeza, bwana akasema assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe sema wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh mpaka mwisho. Akisema na yeye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wewe unasema mpaka hivi mpaka mwisho wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayo ndio mafunzo katika suratul Nisa, sura ya 4 aya 86. Allah anatuambia, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, mtakapopewa salamu, mtakaposalimiwa kwa salamu, basi rejesheni nzuri zaidi kuliko ile ambayo mmepewa, au rudisheni kama ile, kama alivyosema salamu alaykum wa alaykum salam, au bora zaidi assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fanya hivi itakuwa napata ubora zaidi. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ni haki ya Waislamu kusalimiana. Kwa hiyo kama Waislamu hapo mlipo, iwe mko kazini, mko sio kwenye timu za mipira huko, alafu amsalimiani, mjue mnanyimana haki, kitu ambacho sio kizuri. Jambo la pili ambalo Mtume akasema ni haki wa Waislamu wa Muislamu mwenzake, idha da'aka fa'ajibhu, mtu anapokuita basi atakiwa muitikie mwito. Mtume katika hadithi nyingine iliyopokewa na Imam Abu Daud na Imam Nasai bisanadi sahih anasema, man da'akum fa'ajibuhu, anayekualikeni muitikieni mwaliko wake, nendeni. Kuna watu wanaangalia namna ya mtu anayemwalika, anaalikwa na nani. Kama uko Mwanza analikwa na mtu fulani, wasema pale barabara. Uko Dar labda analikwa na mtu mzito, analikwa na Bakhresa mfano. Unaalikwa na nani, wasema huko bana mambo yatakuwa mazuri, angalau utapata nauli ya kurudia. Lakini unaalikwa na rafiki yako tu, pengine hana kazi yake haina kipato ambacho akikualika wewe utakwenda kuridhika. Unasema habi jamaa nilikani jamaa yule anapotezea muda mimi. Masala kupotezea na muda jambo jingine. Kama huna muda, mueleze bwana, ndugu yangu, muda huu utakuwa sina nafasi, naomba muda mwingine ambao kama huu utakuwa nafaa basi nije. Kwa sababu wengine wanaangalia atakwenda kula nini kule, mapochopocho, mwingine anafikiria mambo ya biriani, juisi za kila namna. Hapo bwana asubuhi sasa nimealikwa na mwaliko bwana rasmi, yuko mkuu wa mkoa kwa nani ndo anakwenda. Lakini kumwalika wewe Muislamu mwenzako ambaye huna uwezo kama mkuu wa mkoa anapowalika watu labda kwenye kuwafuturisha vitu gani, basi haji ngo. Unapomwalika kwenye kufuturu mathalan, kuja kufutari katika nyumba yako, anasema sasa yule jamaa itakuwa nafutari gani kule, anafikiria uji wa bada, kwamba kule itakuwa mambo ya uji tu. Sasa anafikiria mihogo ya kuchemsha, wakati kumbe vitu hivi kwa mwingine ndio vitu vyake kabisa hivi, na vinamweka katika dunia hii na anakwenda fresh, hana tatizo. Sasa unapoitwa na mtu, wewe angalia una muda wa kwenda, huna, mueleze, lakini sio kumdharau. Mtume anasema kwenye hadithi, wala uduitu ila qura'i shatin la ajabtu,
Hata kama ningeitwa mimi katika kula miguu ya mbuzi, ningeitikia mwito. Sababu mbuzi kuna vidari, kuna maini, kuna modegani, lakini vyote nimevikosa. Unaambiwa kuna hii miguu ndio iliyobakia, hebu njoo tushare kidogo tule pamoja. Tunasema pia ningekwenda kula hiyo miguu. Sasa wewe unakataa kwenda kunywa chai ya mwenzako ambayo ina sukari kama kawaida na nini, wasema atakwenda kunipa nini? Hii katika Uislamu haitakiwi. Idha da'aka faajibu, anapokuita muitikie. Sasa wewe tajiri mwenye uwezo unapomuita maskini anakuja. Lakini yeye maskini akikuita huendi. Je, naye akikataa vyako vitaliwa na nani? Ama utampa nani? Unakuta mambo atakiwa tufanyiane ni Uislamu kwa Uislamu bila kuangalia kwamba huyu ana uwezo ama huyu hana uwezo. Jambo la tatu Mtume alilotuambia, idha stansahaka fansah lah, anapokutaka nasaha basi mpe nasaha hiyo. Hapa atakiwa tuwe makini sana. Kuna baadhi ya vijana mtu anataka kuoa, yati ilaika yastashiruk man atazawaj. Bwana mimi nioe nani Sheikh? Au anakwambia nimeona binti fulani, au binti anakwambia nimemuona mvulana fulani ambaye kuna hichi na hichi na hichi na hichi, anataka kufanya kitu fulani. Anataka nasaha kwako. Wewe wewe utajua mwenyewe bwana, ni maisha yako bwana. Pambana hali yako. Hapana. Mtume anatuambia idha stansahaka fansah lah. Na ndio maana katika hadithi nyingine ambayo ipo kwenye Muslim, Mtume akasema ad-dinu nasiha. Dini hii ya Kiislamu misingi yake wanake ni kupiana nasaha. Mwenzako anakosea unamweka sawa. Unakosea wewe unawekwa sawa. Kwa maana kila mmoja katika hawa watu wawili yatakiwa wawe katika mazingira ambayo ni ya kunasihiana. Kwa hiyo hata wale watu wa kawaida, Mtume katika hadithi akisema wa'ammatihim, yani wote, hata watu ambao ni laymen wote, yani wapiane nasaha. Kwa maana nasaha kila mtu ambaye kwa nafasi yake atoe nasaha. Sasa wewe anakujia mtu anataka ushauri akaoe mke gani, kazi labda atakufanya kazi hii, kuna kazi ya kufanya kazi gani, wewe humkunjulii mdomo ukaanza kumuelezea kwa mujibu wa experience yako, kwa unavyoona wewe, unasema wewe pambana hali yako. Huu ni msiba. Leo kumekuwa na ofisi maalum siku hizi zinaitwa ofisi za watu za washauri, na katika hasa masala haya ya mambo ya ukimwi kama tunavyoita, kuna watu wameajiriwa na wanapata pesa nyingi kwa sababu ya wanaitwa washauri. Washauri yani watu wanaotoa nasaha. Watu wamekwenda pale, mtu ana virusi vyake, iwe katika stage 1, stage 2, stage 3, anapewa nasaha. Akitoka pale anaona kwamba kumbe mimi bwana kama na malaria tu, anajisikia kwamba amepewa nasaha fulani kwamba zitanisaidia kupata ugonjwa huu, sio kama ndio kufa kabisa. Ni ugonjwa nao, nataka nipambane na hii hali katika namna ambayo nitaishi vizuri. Ni kutumia hii hadithi. Sasa sisi Waislamu tuna haki zaidi kuwa na kawaida kupeana ushauri, kupeana nasaha katika mambo yetu ili tuweze kufanikiwa. Mtu anataka kujenga sehemu fulani, hatakiwa apewe ushauri. Lakini kuna wengine wana tabia ya ubishi. Hataki ushauri wenyewe. Maana kuna tofauti hapa. Anayetaka ushauri na kuna mwingine hataki ushauri. Kwa hiyo kama hataki ushauri basi iwe konja uwezo wako, lakini anayetaka ushauri basi mpe ushauri kwa namna ambayo wewe unaweza. Mtume sallallahu aliambiwa na mama fulani kwamba mimi kuna watu wale wamekuja kunichumbia. Kuna Abu Jaham na mwingine katika masahaba wote hapa. Mtume akatoa nasaha zake, sababu huyu jamaa anapiga sana, huyu jamaa huyu anasafiri sana. Yaani kwa maana kupiga sana, wengine akisema ni kusafiri sana. Wengine anasema huyu mwingine yeye ni maskini sana. Kwa hiyo Mtume alikuwa anamuelezea bwana huyu, japokuwa kama utaamua kuolewa na huyu basi huyu anapenda sana bakora. Kama utaolewa na huyu basi ujue huyu uwezo wake kidogo ni wa chini. Unataja yani ile hali halisi. Sasa wewe anakuja mtu bwana nataka nioe binti fulani, hebu niambie. Sema sikaonekana mbea mimi. Mimi sipo. Kwa jamaa ajishindie tu pale, afu baadaye sema mimi nilijua pale lakini nilisita kukuambia, manake najua ningekwambia pale usingemuoa bwana. Nashapata bahati yake. Hapana ndugu yangu, hao ni makosa. Muelezee kadri unavyoweza kueleza kwa namna ya staha na namna inavyotakiwa. Bwana fulani kwa hapa mtaani hali yake ilivyo, kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba kama kuna mwingine basi hebu tafuta mwingine, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Usitokawa baadaye wewe ndio tatizo. Na jambo la 4, Mtume anatuambia idha atasa fa hamidallah fashammitu.
pindi atakapo kwenda chafya ama atakapiga chafya akasema Kah! Alafu fahamidallah akasema mtu ule alhamdulillah, sheria natuambia fashamituhu, wewe muombee dua. Wanasema wengine mshimue, shamitu. Sasa katika Uislamu kuna mafundisho ya namna ya kupiga chafya. Usiache mdomo wazi hacha, au sauti usiachie kwamba yani mpaka mtu wa huko anasikia kwamba jamaa leo amepiga chafya. Hii pia si namna nzuri. Zuia mdomo wako, jitahidi kadri unavyoweza, alafu unatoa, yani kama ni upepo fulani, mwamko fulani ambao Allah amejalia, kwa hiyo atakiwa utoke. Kwa hiyo unapotoka katika miongoni mwa sema ambazo Allah amezipangia, yani hali hiyo itoke, unapata nafuu wewe mwenyewe ambaye umepiga ile chafya. Ndio maana atakiwa useme alhamdulillah. Kama inakuja ikiishia katikati hivi somewhere, yani huwezi kujisikia vizuri, huenda katika kutwa nzima ama ukapata matatizo fulani. Kwa hiyo inapokuja kwamba chafya inakujia alafu ukaipiga ile, ni neema kubwa sana ambayo Allah amekujalia. Kwa hiyo sema alhamdulillah. Sasa wengine ni wabisha waseme alhamdulillah. Wengine akulelewa na mazingira hayo, anapiga chafya basi excuse me, wengine sorry, yani samahani bwana, yani kwa ile walifanya maana ni makosa makubwa, kwa hiyo samahani, naomba radhi. Uislamu unatakiwa ushukuru, si masala ya samahani hapa. Sema alhamdulillah, sema la kumomba mtu radhi, sema alhamdulillah, namshukuru Allah kuniwezesha hii chafya mimi kutoa upepo ambao ulikuwa unanisumbua. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajajua hili, basi akipiga chafya aseme alhamdulillah. Alafu jirani yake sasa anatakiwa aseme yarhamukallah, Allah akurehemu. Unaona kwamba ni dua juu ya dua. Akiambia yarhamukallah, yeye anatakiwa arudishe dua nyingine aseme yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah akuongozeni na akutengenezeni mambo yenu. Mbona kutanijua ni dua juu ya dua, huyu anaomba dua, huyu anaomba dua. Kwa hiyo nakuta mazingira yenu Waislamu yanakuwa mazuri zaidi. Na jambo la 5 kwa mujibu wa hadithi, idha marra fa'udhu, mtu anapougua atakiwa ukamtazame. Ndugu zangu, li jambo limekuwa kidogo sio zuri sana katika mazingira yetu. Kuna baadhi ya wagonjwa hospitalini humo hawana hata mtu wa kwenda kuangalia. Na ndio maana baadhi ya Waislamu katika baadhi ya miji wameweka vikundi maalum ambavyo wanakwenda kuwatembelea hawa wagonjwa, vinaitwa akhlaq. Nia zao ni njema, tuombe Allah awape taufiki. Yaani wanaangalia hawa wagonjwa, wanawasaidia, hawa hawana mtu sio kumfanyaje, wanamsaidia. Ni mambo ambayo ni muhimu sana yafanye na sisi Waislamu. Kwa sababu Uislamu unatuambia mtu anapoumwa nenda kamtazame. Na katika sunna za kwenda kumtazama mtu usikae sana, lakini pia usimkatishe tamaa. Atakiwa mpe maneno ambayo yatampa faraja, yatampa angalau matumaini ya kupona. Mtume anatuambia katika hadithi ambayo dua yake Mtume alikuwa akipenda sana kuiomba, kwamba ukienda pale angalau mwambie la ba'sa tahurun insha Allah, yani hakuna matatizo, utapona biidhnillah subhanahu wa ta'ala, la ba'sa tahurun insha Allah. Basi angalau muombe hivyo. Hadithi imepokea na Imam Bukhari. Sio uko pale wewe unasema bwana maradhi kama haya alimpata rafiki yangu fulani aliondoka, yani uko pale yani mgonjwa anakusikiliza, alafu maradhi ni yale alafu jamaa aliondoka, na yeye maana yake atasemaje pale? Na yeye alisema atakuwa mimi nitaondoka. Unamvunja moyo. Lakini kama kuna mifano ambayo ya mtu maradhi kama alafu akapona, basi mwambie jamaa wangu fulani alikuwa kama hivi lakini alipona. Kama huyo mtu hakupona, huna haja kupigia mfano huo pale, wapigie wengine huko nje, kwa sababu huyu utakuwa unamkatisha tamaa. Lakini pia jambo jingine muhimu kwa mgonjwa anamtembelea ni kumkumbusha kutubia. Atubie kwa Mola wake, kwa sababu kullu bani adam khata, kila mwanadamu anakosea. Wanadamu wote wanakosea. Na bora katika wale wanaokosea kwa mujibu wa hadithi, tawabun ni wale wanaotubia, wanaokubali kama wamekosea wakarudi kwa Mola wao. Sasa mazingira mtu akiuma
anakuwa na mazingira ya rahisi mno ya kutubia kwa Mola wake, kwa sababu kwanza anaona pengine anaweza akafa wakati wote. Pili, yale mambo alikuwa akifanya hawezi tena kuyafanya. Tatu, yani anakuwa mtu mpole kidogo, anakuwa na heshima fulani hivi. Mtu alikuwa yani ni mwenye kibri, alafu akipigwa na homa kali mfano hivi, kibri yote kinaondoka. Kuna baadhi ya watu kama anatembea hivi, bega moja liko chini moja liko juu, alafu anadunda. Mbona bwana shekhe, Allah apeni mienendo kama hii. Sema shekhe, ndio mwendo wangu bwana shekhe wangu. Sema nitatembea vipi? Akipata na malaria siku moja tu, ile malaria kali, alafu atoke hapo ende maabara kupima, ndio utaona ile mwendo wake halisi. Mabega yote yako sawa, hakuna kudunda tena. Kwa sababu gani? Yani kile kibri kimeshushwa kidogo pale. Amekuwa sasa ni mtu ambaye ajua kumbe Allah yupo na naweza nikaondoka. Anarudi kukaa sawa, anakwenda. Kwa hiyo mtu akiumwa mkumbushe masala ya kutubia, sio tena uanze kumkumbusha mambo mengine ambayo pengine hana maana. Na jambo la mwisho, kwa mujibu wa hadithi yetu ambapo imetaja mambo 6 ambayo ni haki ya Muislamu kwa mfanyia Muislamu mwenzake, ni itibau janazati idha mata, ni kufuata jeneza lake pindi anapokufa yule Muislamu mwenzake, yani kwenda kuzika. Unaposikia mwenzako amefariki, basi kama una muda, tenga muda, nenda kazike. Na hii ibada ya kuzika katika Uislamu ni ibada ambayo ni faradhi, lakini faradhi ambayo hailazimishi watu wote kuifanya, ni faradhi kifaya. Lakini kusema tu kama ni faradhi, ujue jambo ambalo ni lazima lifanyike, lazima mtu akazike. Kifaya maana wale watu wachache watakaokwenda watatosha, si lazima watu wote. Mfano hapa Morogoro hapa, katika chuo kikuu cha Islam Morogoro, mfano kama hapa, akifa mtu mmoja, yatakiwa watu wakamzike, chuo kizima kiende kumzika hivi. Sasa watu wote wakienda kuzika huko, manake mkija kuna balaa nyingine, manake kuna watu wengine ndio nafasi zao hizo. Kwa hiyo wale watu kuna kuzika hata kama ni wachache inatosha. Au kwenye kijiji unachokaa wewe amekufa mtu fulani, sio lazima watu wote pale ndio wakaziki, lakini watu kwa kwenda kuzika basi inatosha kwa wale ambao wamebakia, iwe hawana dhambi tena. Lakini ile jambo ambalo likifanywa na watu wote, yani na Waislamu wakilichukulia umuhimu wake kwamba kila mmoja ana fight kwenda kuzika, basi ni jambo ambalo ni kubwa mno kwenye sheria yetu ya Kiislamu. Mtume amezungumza thawabu anazopata mtu, kwamba mtu anayekwenda kuzika akasema ni taba janaza hata yusalli alayha, yani mtu yusalli alaiha, anafuata jeneza mpaka likaswaliwa, au yusalli alaiha, akaswalia jeneza lile, basi falahu qirat min al-ajr, anapata qirat. Qirat ni thawabu ambazo ni kama ukubwa wa jabali. Lakini ukifuata jeneza lile hata tudfana, mpaka yule mtu akazikwa kabisa, basi unapata qiratan, thawabu kubwa au nyingi kama majabali mawili. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anakwenda tu kuattend pale mtu ambapo alipokufa, kuangalia mazingira, kufanyaje na nini, alafu aende kuzika, anarudi zake. Huyu thawabu zake anapata qirat mpaka anaswalia anaondoka. Lakini kuna mwingine baada ya kumswalia akaenda tena kwenda kuzika huko mpaka makaburini, anapata zaidi. Ndugu zangu wa wasikilizaji, hizi ndo haki 6 ambazo yatakiwa Muislamu amfanyie Muislamu mwenzake. Waonaje kama wewe umefariki alafu hakuna anayekuja kukuzika? Hujijui kwanza, lakini angalia familia yako itakavyojisikia kwamba ni wao wenyewe tu, si kaka, baba, si mjomba, hakuna mtu anayekuja. Yani inakuwa kazi ni nzito zaidi. Lakini kwa kushirikiana kwamba hawa ndugu, hawa majirani, hawa Waislamu wenzako, jambo linakuwa jepesi zaidi. Kwa hiyo hizi haki ambazo tumetaja, haki 6, kama watakiwe ulalamike kwa Muislamu mwenzako, usilalamikie matokeo, lalamikia kwanza hii misingi. Misingi hii ikivunjwa, ndio ile jamii ya Kiislamu itakuwa ina mzozo, hauishi. Kwa sababu kama msalimiana, nafikiri hata mtasaidiana. Wewe kwa mwenzako atukana huko, unapita na huko. Mwenzako akiangalia huko, unaangalia huko. Hii ina maana gani? Hata kuweza kusalimiana hamwezi, yani kusaidiana jambo dogo tu hamwezi kusaidiana. Niambie kama utauma alafu aje hospitali. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa haya machache tutakutana tena katika kipindi kijacho katika makala yetu maalum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.